mafuta yametoka wapi? Yametokana na nani? Kwanza kabisa tukifika mahali ambapo ndio fuzi. Watani. Twampata nani hapo? Mungu. Twampata Mungu. Kwa sababu haya maneno japo tunaweza tukaya trace tukapata kuna labda mwanadamu hapo, lakini hata huyo mwanadamu ni kwamba lilipitia hapo, lakini chanzo cha hilo neno ni nani? Ni Mungu. Tunaelewana vizuri hapo? Tunaelewana vizuri? Haya, sasa turudi pale. Anasema maandiko yote ni pumzi ya Mungu, na kwa sababu hiyo, kwa sababu ni nini? Ni pumzi ya Mungu, anasema yanafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwafundisha ama kuwaadibisha katika haki. Kuwaadibisha katika haki ni sawa na kusema kuwafanya wenye haki. Sasa yanafaa kufanya haya mambo kwa sababu gani? Kwa sababu chanzo chake ni nani? Ni Mungu. Hivi kumaanisha hayangefaa kufanya haya mambo kama chanzo chake angekuwa ni mwanadamu. Sawa? Hayangefaa kufanya haya kama chanzo chake angekuwa ni mwanadamu. Lakini yanafaa kufanya haya, yanafaa kutuonya, yanafaa kutufundisha, yanafaa kutuelekeza, yanafaa kutufanya kuwa wenye haki. Kwa nini? Kwa sababu yametokana na Mungu. Na ndio unaona aya ya mwisho ile ya 17 anasema ili baada ya kufanya hayo yote, baada ya kutufundisha, baada ya kutuonya, baada ya kutuongoza, baada ya kutufanya wenye haki, anasema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kwa maandiko matakatifu yanafaa kufanya hii kazi yote, kumtoa mtu kutoka mahali hakuna kitu mpaka kumfikisha mahali kuna kitu. Kumtoa kutoka mahali ambapo si kitu mpaka kumfikisha mahali yeye ni kitu. Kumtoa mahali ambapo yeye si muumini, si mwokovu, hajaokoka, mpaka kumfikisha mahali ya kwamba amekamilishwa kulingana na Mungu anavyotaka. Ndivyo maandiko yanasema. Ya kwamba maandiko yote ni pumzi ya nani? Ya Mungu, na kwa sababu hiyo yafaa